wa Mungu, karibuni sana. Somo Mungu alilotupa kutembea nalo kwenye hii semina ni imani inahitajika kuwa ni kubwa ndani yako katika nyakati za sasa. Imani inahitajika kuwa kubwa ndani yako katika nyakati za sasa. Imani inahitajika kuwa kubwa ndani yako katika nyakati za sasa. Tumekuwa tukipitia mambo kadhaa kuhusiana na imani. Kwa siku ya jana tuliishia kwenye kipengele kinachoitwa tabia za imani inapokuwa ndani ya mtu. Na tuliona tabia mbili, ambapo tabia ya kwanza tulisema imani inakupa uwezo wa kuamua hali za maisha ziwaje kwako katika nyakati mbalimbali. Tukajifunza hiyo tabia ya kwanza na Mungu alikuwa ni mkuu. Tukaona jinsi ambavyo kuna watu wa Mungu mbalimbali walitumia imani kubadili hali zao za maisha. Tukapita pia tukajifunza tabia ya pili, ambapo tukasema ni imani inakupa mamlaka ya kufanya maamuzi ya nini kiwepo na nini kisiwepo kwenye maisha yako. Tukapita pia tukaangalia maeneo mbalimbali ambayo unaweza ukatumia imani kimamlaka. Leo tutaenda kumalizia tabia nyingine mbili, yani ya tatu na ya nne, ambazo zenyewe sio ndefu sana, vile Mungu atakavyotuwezesha, kisha tutaomba pale tutakapoishia. Tuanze na tabia ya tatu. Inasema imani ina tabia ya kufanya kazi kwa kiwango cha mipaka ulioiweka. Imani ina tabia ya kufanya kazi kwa kiwango cha mipaka ulioiweka. Imani ina tabia ya kufanya kazi kwa kiwango cha mipaka ulioiweka. Angalia pamoja nami kitabu cha Yohane sura ya 5 mstari wa 2 hadi wa 7. Injili ya Yohane sura ya 5 mstari wa 2 hadi wa 7. Yohane 5:2 hadi 7 inasema, na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo pana birika iitwayo kwa Kiebrania Bethesda, nayo ina matao 5. Ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, viwete, nao waliopooza, wakingoja maji yachemke, kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka akaingia katika ile birika akayatibua maji. Basi yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa akapona ugonjwa wote uliokuwa umempata. Na hapa palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi kwa muda wa miaka 38. Yesu alipomwona huyu amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi mtu mwingine hushuka mbele yangu. Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Mara yule mtu akawa mzima, akajitwika godoro lake akaenda, nayo ilikuwa ni Sabato siku hiyo. Haleluya, wana wa Mungu aliye hai. Tunaangalia hili neno linatueleza habari ya mtu mmoja aliyekuwa yuko kwenye lango moja la hekalu lililokuwa kwa Kiebrania linaitwa Bethesda. Biblia inasema mahala hapo palikuwa pana desturi ya maji kuchemka kwenye birika, na malaika alikuwa anashuka anatibua yale maji. Yule mgonjwa ambaye maji yanamrukia, yanamgusa, anapona. Kwa pakawa pana mgonjwa yuko pale ambaye ameteseka zaidi ya miaka 30 na kitu. Yuko pale anateseka zaidi ya miaka 30 kwenye ugonjwa wake. Si kama unanielewa? Miaka 38 anateseka tu na ugonjwa wake. Yesu akaenda. Yesu alipomwona yule mgonjwa alimuuliza swali moja. Biblia inasema yule mgonjwa, Yesu alipomuuliza, unataka kuwa mzima? Yule mgonjwa alimjibu Yesu namna hii, akamwambia, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa. Sikiliza, swali la Yesu kwa mgonjwa ilikuwa ni, unataka kuwa mzima? Jibu la mgonjwa, sina mtu wa kunitia birikani. Ngoja nirudie tena. Swali la Yesu kwa mgonjwa, unataka kuwa mzima?
Jibu la mgonjwa: sina mtu wa kunitia birikani. Kwa nini huyu mgonjwa hakumjibu Yesu ndiyo nataka kuwa mzima? Maana mimi nilitegemea angejibu namna hiyo, au hapana sitaki kuwa mzima. Nafikiri ndio alikuwa majibu mawili, aidha ndio au hapana, ila hayakuwa hayo, ikawa ni sina mtu. Kwa nini? Ni kwa sababu imani ya huyu mgonjwa ilikuwa imefungwa kwenye mipaka. Alikuwa ameiweka imani yake kwenye mipaka ya kuamini ya kwamba bila mtu mwingine kumsaidia hawezi kukutana na Mungu. Ndio alikuwa ameweka namna hiyo, kwamba ili mimi niende pale nikaponywe lazima atoke mtu wa kunitia birikani ndipo nitapona. Asipokuwepo nitakaa hapa, nitaendelea kuumia. Navuta picha, Biblia imesema alikuwa anateseka miaka 38. Ni mateso kiasi gani alipata huyo mtu? Miaka 38. Si mchezo. Umri wa mtu mzima huo, aliyevuka ujana, maana ujana mwisho 35, ameshavuka. Ameanza kuwa kwenye utu uzima mkomavu wa kimaisha. Jamaa ameteseka kwa sababu imani yake ameifunga kwamba paka awe na mtu ndipo atanipeleka nikakutane na Yesu. Na ukimwangalia pia huyo mtu jinsi alivyokuwa kwenye mitazamo yake, ina maana alikuwa pia anajiona yeye hawezi mpaka awezeshwe na wengine. Siku zote imani huwa inafanya kazi kwa kulingana na kiwango cha mipaka ulichoiweka. Jinsi utakavyoweka mipaka yako kwenye kumwamini Mungu, na ndivyo Mungu naye atakavyokufanyia kadiri ya mipaka uliyoiweka. Kwa mfano, ukiweka imani yako kwenye mipaka ya kusema bila hela sitavuka kwenye jambo fulani, na kweli hauwezi kuvuka mpaka umepata hela. Nasema hivi, ukiweka mipaka ya kuamini bila kupata hela siwezi kufanya kitu fulani, hautafanya mpaka umepata hela. Kama kwa yule mgonjwa alivyoweka mipaka ya bila mtu siwezi. Ukiweka mipaka kwenye imani yako ya kusema bila kuwa na channel ya watu sitaweza kupata kazi, lazima nipate channel ya watu unaofahamiana nao. Na ukisikia watu wamepata kazi, cha kwanza unauliza ana ndugu yake yuko kwenye hiyo ofisi. Yaani we hauamini kwamba Mungu anaweza akakupigania, ila ni mpaka uwe na channel ya watu. Ukiweka mipaka hiyo, na kweli kila sehemu utaenda utaomba kazi hutopata. Kwa nini? Kwa sababu umemfunga Mungu kwenye mpaka wa kwamba ili akusaidie lazima uwe na channel ya watu. Yaani kuonyesha mfano mwingine, ukiweka mpaka wa imani yako kwamba ili jambo langu liende lazima nitoe rushwa, ili jambo langu liende lazima nitoe rushwa, na kweli jambo lako halitaenda mpaka umetoa rushwa. Au ukiweka imani yako kwenye mpaka wa kusema fulani asipohubiri, mhubiri mwingine sitamuelewa, na kweli unaweza ukaenda kanisani akaja kuhubiri yule mtu ambaye imani yako ilishamkataa, hautamuelewa na utasema ibada ya leo ilikuwa mbaya kweli. Ni sawa hata na hizi audio za Jerusalem. Ukiwa umekalili kwamba ni mimi audio ya mtumishi friend huwa anamuelewa, ukiplay tu ukikuta sio yeye, mpaka unapotea, unazima, unasema hata sio yule, unaendelea na mambo yako. Kwa nini? Kwa sababu umemfunga Mungu kwenye mpaka. Jiulize ni baraka ngapi umezikosa kwenye maisha yako kwa ajili ya mipaka ya kiimani uliyoiweka. Kama huyo mgonjwa asingemwekea Mungu mipaka, ina maana angeshapona muda mrefu. Lakini kwa sababu ya mipaka aliyoweka, ndio maana aliendelea kuteseka zaidi ya miaka 38. Hiyo ikiwa ina maana ya kwamba hata wewe unayenisikiliza hapo, usipoondoa mpaka wa kiimani uliojiwekea, hutoweza kutoka kwenye hilo tatizo lako, hutaweza kutoka kwenye hiyo hali unayopitia. Lakini utakapoondoa huo mpaka wako kwenye imani, ukaamua kumwachilia Mungu kwamba we Bwana unaweza, haijalishi sina fedha lakini utanisaidia, haijalishi sina channel ya watu utanisaidia, haijalishi hakuna hapa nilipokuja mimi ni mgeni, hakuna hata mtu mmoja anayenifahamu, lakini najua Bwana utaniinulia watu, nitaweza.
Haijalishi natafuta kazi, sina rushwa ya kutoa, Bwana wangu ni zaidi ya kibali, utanisaidia. Kila kitu chako kitafanikiwa. Ondoa huo mpaka leo katika jina la Yesu. Sema amen. Ngoja nikuonyeshe andiko jingine, kuna kitu cha kujifunza hapa kupitia huyo mtu mwenye kifafa. Angalia kwenye kitabu cha Marko sura ya 9 ule mstari wa 14 hadi wa 27. Tupitie hii case study au kisamkasa cha mtu mwenye kifafa. Kuna kitu cha kujifunza hapa. Marko 9:14 hadi 27 inasema namna hiyo. Hata walipofika, wanafunzi waliona mkutano mkuu wakiwazunguka na waandishi wakijadiliana nao. Mara mkutano wote walipomwona wakashangaa, wakamwendea mbio, wakamsalimu, wakamuuliza, mnajadiliana nini nao? Mtu mmoja katika mkutano akajibu, Mwalimu, nimemleta mwanangu kwako, ana pepo bubu, na kila ampagapo umbwaga chini, naye hutoka povu na kusaga meno na kukonda. Nikasema, na wanafunzi wako wamtoe pepo wasiweze. Akawajibu akasema, enyi kizazi kisichoamini, nikae nanyi hata lini? Nichukuliane nanyi hata lini? Mleteni kwangu. Wakamleta kwake. Hata alipomwona, mara yule pepo akamtia kifafa, naye akaanguka chini, akagaagaa, akitokwa na povu. Akamuuliza babaye, amepatwa na haya tangu lini? Akasema, tangu utoto, na mara nyingi amemtupa katika moto na katika maji amwangamize. Lakini ukiweza neno lolote, utuhurumie na kutusaidia. Yesu akamwambia, ukiweza, yote yawezekana kwake aaminie. Mara babaye yule kijana akapaza sauti akasema, naamini, nisaidie kutokuamini kwangu. Naye Yesu akiona ya kuwa mkutano unakusanyika mbio, akamkemea yule pepo mchafu, akamwambia, ewe pepo bubu na kiziwi, mimi nakuamuru mtoke huyu, wala usimuingie tena. Akalia, akamtia kifafa sana, akamtoka, naye akawa kama amekufa, hata wengi wakasema amekufa. Lakini Yesu akamshika mkono, akamuinua, naye akasimama. Nisikilize vizuri. Biblia inasema kulikuwa kuna mgonjwa wa kifafa kwa muda mrefu, na huyo mtu wa Biblia, mzazi wake alikuwa anaeleza jinsi ambavyo kifafa kimekuwa kikimtesa na kumsumbua miaka na miaka bila kupata msaada wowote. Na anasema hata alipowaita wanafunzi wa Yesu, na wenyewe pia hawakuweza kumsaidia huyu mtu mwenye kifafa. Nisikilize vizuri, mtu wa Mungu. Yesu alipofika pale alisema, mleteni kwangu. Nisikilize. Kwa nini wanafunzi wa Yesu walishindwa kumsaidia? Ni kwa sababu imani yao ilikuwa imefungwa kwenye mipaka ya kwamba ninaweza kuombea mtu wa tatizo hili akapona, lakini mtu wa tatizo hili ni kubwa sana, siwezi. Hichi ni kitu ambacho kinawasumbuaga wahudumu wengi sana, waombaji wengi sana, watumishi wengi sana wa Mungu. Hichi kitu kinawasumbua. Akienda mtu kwake ana tatizo la kuumwa kichwa, ashituki, anamuombea, na mtu analeta shuhuda, kichwa kimepona. Lakini akienda mtu ameoza mguu, anamwambia mtumishi, mguu wangu umeoza, niombee ujirudi kwenye hali yake. Anashtuka, anawaza, taweza kweli? Anaombea, haponi. Nisikilize mtumishi ulioko hapa, Mungu ambaye anakutumia kuponya watu wanaoumwa kichwa, wanaoumwa tumbo, ndiyo yule yule anaweza kuponya hata watu waliooza miguu. Anaweza akaponya hata kisukari, anaweza akaponya hata saratani. Ni vile tu kama mtumishi, imani yako umeiweka kwenye mpaka wa kwamba hichi naweza kuombea kikaisha, hichi siwezi kuombea kikaisha. Nisikilize, Mungu amejifungua kwako kwamba yeye ni yote katika yote. Haijalishi ni kitu gani kitakuja mbele yako, fungua moyo wako kwamba Mungu anaweza yote. Usimwekee mipaka. Hofu ulio nayo ya kwamba kwa sababu umesikia tatizo unaliona ni kubwa kwako, kwa Mungu hakuna kitu kikubwa, kote ni madogo, maana yeye ni mkubwa kuliko yote. Sema amen katika jina la Yesu. Mungu akusaidie imani yako kuongezeka. Wacha nikuonyeshe tabia ya nne. Tabia ya nne. Nimekueleza tabia za leo sio ndefu, ni fupi kadiri Mungu alivyonipa kibali cha kuzitoa. Tabia ya nne. Imani ina tabia ya kumtaka mtu
afanye maamuzi magumu yanayoonekana yanaweza hatarisha maisha yake juu ya mambo mbalimbali yanayohusu maisha yake. Imani ina tabia ya kumtaka mtu afanye maamuzi magumu yanayoonekana yanaweza hatarisha maisha yake juu ya mambo mbalimbali yanayohusu maisha yake. Angalia Waebrania 11 mstari wa 8. Waebrania 11:8 inasema namna hii: kwa imani Ibrahimu alipoitwa aliitika, atoke aende mahali pale atakapopapata kuwa urithi, akatoka asijue aendako. Unasikia Biblia inachosema kwamba Ibrahimu kwa imani aliitwa, akaitika, akaambiwa na Mungu atoke aende mahali pale atakapopapata kuwa urithi wake, akaondoka asijue anakoenda. Tuchukulie we ni Ibrahimu. Tuchukulie we ni Ibrahimu unayeishi Mwanza. Mungu anakuja anakuita, anakuambia toka hapo Mwanza uende Kenya, sehemu inaitwa Nakuru. Hujawahi kufika Kenya, hupajui Nakuru, hujawahi hata sikia Kenya kama kuna sehemu inaitwa Nakuru. Afu Mungu amekuambia ondoka uende. Hebu niambie jinsi utakavyojisikia. Haiwezi kuwa kitu chepesi kwako. Ndani yako utasikia uzito, utapata mawazo na utaanza kujiuliza, hivi huyu ni Mungu au ni shetani ananidanganya, anataka kuniharibia maisha yangu? Yaani leo hii nitoke Mwanza. Ukiangalia mazingira ya Mwanza umeyazoea, una ndugu, una marafiki, una majirani. Utoke uende Kenya, nchi nyingine, uanze kuhangaika na pasipoti, uanze kuwaza, utawaza mambo mengi sana kwenye akili yako. Haitakuwa kitu chepesi. Na ndio maana nimekueleza imani ina tabia ya kumtaka mtu afanye maamuzi magumu. Kwa hiyo jinsi nilivyokutafakarisha hapa, namna unavyoona kuna ugumu, sasa hapo ndio pa kutumia imani kufanya maamuzi magumu. Ndio uelewe kwamba hata kwa Ibrahimu ni rahisi sana tunaposoma kwamba Ibrahimu alitoka kwenye nchi yake akaenda mbali, nchi ya mbali Mungu aliyomwambia aende akae urithi wake. Kwenye kusoma ni rahisi, lakini nataka nikueleze ukweli, ndugu yangu ulioko hapa mpendwa, haikuwa kitu rahisi kwa Ibrahimu kama tunavyosoma. Haikuwa kitu rahisi. Kumbuka naye alikuwa ni mwanadamu kama sisi. Lazima kuna muda alikuwa anawaza kwamba natokaje naenda huko. Lazima kuna muda alikuwa anawaza, hivi ni Mungu kweli anayeniambia au kuna adui amenivamia? Lazima. Lakini akaweka imani kwa Bwana. La kuwa naliwe, wacha niende. Cha muhimu naamini huyu ni Mungu, hatonipoteza. Kuja nikupe mfano mwingine. Vuta picha, wewe ni Ibrahimu. Wewe ni Ibrahimu. Unafanya kazi ya biashara Dar es Salaam. Tena upo Kariakoo. Unauza hapo biashara, lakini haziendi vizuri kama ulivyotegemea. Mungu anakuja kukuambia, toka hapo Kariakoo uende Mtwara, sehemu moja inaitwa Nachingwea, ukafungue duka lako. Niambie itakuwaje kwako? Haitakuwa kitu rahisi. Unaanza kuwaza, niachie duka Kariakoo. Kariakoo kuna watu wengi hivi. Niende Nachingwea, Mtwara, kijijini ambako hamna watu, tapata wateja kweli? Unaanza kuwaza. Kumbuka wewe ni Ibrahimu kwa wakati huo. Unahitaji maamuzi magumu, kutii sauti ya Mungu, uende Nachingwea kumiliki ya nchi yako ya ahadi. Lakini nakueleza, usipokuwa na imani utaendelea kuingangania Dar es Salaam. Itakupiga na joto, itakupiga na kiu, itakupiga na madeni. Utadanganyika kwa wingi wa watu waliopo Dar es Salaam. Utadanganyika kwa wingi wa watu unaowajua waliofanikiwa ndani ya Dar es Salaam. Lakini Dar es Salaam sio nchi yako ya ahadi. Nchi yako ya ahadi ni Mtwara na Nachingwea. Kwa sababu ya kukosa imani utaendelea kudanganyika. Lakini nataka nikueleze, Mungu haangalii wingi wa watu.
ila anachoangalia ni eneo alilokupanda ili kukufanikisha. Mtu wa Mungu naye nisikiliza hapa, sijui Mungu anakusemesha kwenye eneo gani, sijui Mungu anakusemesha kwenye eneo gani, ila Mungu anachoniambia ni kwamba kuna wakina Ibrahimu wengi sana walioko hapa ambao wanahitaji kufanya maamuzi magumu ya kiimani ili kutoka mahala walipo kwenda mahala pengine, kumiliki nchi zao za ahadi. Usidanganyike na wingi wa watu walioko hapo, usidanganyike na mzunguko mkubwa wa pesa ulioko hapo, usidanganyike na wingi wa waumini unaowaona hapo. Sikiliza, iko nchi yako ya ahadi. Bwana anakutaka, Bwana anakutaka. Sijui ni wapi. Mungu akupe macho uende leo. Haleluya, watu wa Mungu aliye hai. Tumsifu Yesu Kristo, kanisa la Bwana. Karapakorianda kasaka. Siku zote imani ndivyo ilivyo, huwa inamtaka mtu afanye maamuzi magumu kuhusu mambo mbalimbali ya maisha yake. Na ndiyo maana katika imani kitu kikubwa tunachokizingatia huwa ni msukumo wa ndani wenye amani ya Kristo. Ndio kitu kikubwa ambacho watu wanazingatia kwenye imani, ni msukumo wa ndani wenye amani ya Kristo. Bila hicho usifanye kitu. Mungu atakusemesha, na Mungu ana namna nyingi za kuongea. Si lazima aje akwambie kwa mdomo, wakati mwingine atakwambia kwa ishara. Atakuletea ishara, ondoka hapo, muda wako umeisha. Ni kweli pana marupurupu, ila ondoka, muda wako umeisha. Atakuletea ishara kwamba hiyo vita unayopitia ni muda wako wa kuondoka umefika, ndio maana imekuinukia. Atakuletea ishara tu, na ishara unasema, Mwalimu Petro, ishara ikoje? Ni utaanza tu kujisikia hamu ya kuondoka, na ukisikia hamu ya kuondoka utaanza kuona maamuzi mawili yanasimama. Moja linakuambia baki, mbili linakuambia ondoka. Hasa hapo panahitaji hekima ya Roho Mtakatifu ili kutambua la Mungu liko wapi. La Mungu litakuwa na amani, la adui litakuwa na mapigano. Utaona ukisema na baki, ndio mapigano yanaongezeka. Ukisema naondoka, amani inaongezeka. Ila ubinadamu nao unakuja kwamba nikiondoka itakuwaje huko nakoenda? Sina kampani, sina hela, taishije? Ila una amani, Mungu yuko hapo. Jua kabisa kama Mungu yuko hapo, hela ameshakuandalia ziko mbele, kampani ameshakuandalia iko mbele, ila huwezi kuipata mpaka umechukua hatua ya kuondoka. Ndivyo ilivyokuwa kwa Ibrahimu. Hakupata watu mpaka alipoondoka. Si kwamba Mungu hakuwa amemwandalia, walikuwepo, lakini ni kanuni ameweka, sitawaleta mpaka umechukua hatua, umeondoka. Hiyo ndiyo tabia ya imani. Ukibaki kung'ang'aniza sehemu ambayo sio ya kwako, sikiliza kitakacho kukuta. Mungu atakuletea vita ili tu uondoke. Inapofika wakati wa Mungu kukuondoa kwenye eneo, usiposikiliza sauti yake ukashindwa kufanya maamuzi magumu, kwa sababu anakupenda na hataki uangamie, atakuletea vita ya kukuondoa. Si amekusemesha uondoke kwa amani, umekataa, anakuja kukutoa kwa vita. Utashangaa tu panatokea kesi au ugomvi au skendo mbaya juu yako, inakuchafua we mwenyewe bila hata mtu kukushikia panga wala fimbo. Unainuka unasema, kuanzia leo mimi hapa basi, hii nyumba basi, naenda kuondoka. Ndiyo maana ni vizuri kujifunza kutii sauti ya Mungu bila adhabu. Sikiliza, kuja nikupe mfano ambao tumeuzoea, unapatikana kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 7 mstari wa 3 hadi wa 8. Ni mfano ambao umehubiriwa na watu wengi sana, lakini mimi nakuletea katika namna nyingine ambayo Roho Mtakatifu amenipa. Wafalme wa Pili 7:3 hadi 8. Sikia hii hadithi ya wakoma. Sikia. Basi walikuwapo watu 4 wenye ukoma penye lango la mji, wakasemezana, mbona tunakaa hapa hata tufe, tukisema tutaingia mjini mna njaa, nasi tutakufa humo, nasi tukikaa hapa tutakufa vile vile. Haya, twende tukaliendee jeshi la Washami, wakituhifadhi hai tutaishi, wakituua tutakufa tu. Basi wakaondoka kabla ya mapambazuko ili waende mpaka kituo cha Washami. Nao walipofika mwanzo wa kimo cha Washami, kumbe hapana mtu. Wakawa
Kwa maana Bwana alikuwa amewasisitiza Washami kishindo cha miendo ya magari na kishindo cha farasi, kama kishindo cha jeshi kubwa. Wakaambiana, tazama, mfalme wa Israeli amewaajiri wafalme wa Wahiti na wafalme wa Wamisri waje wapigane nasi. Kwa hiyo wakaondoka wakakimbia, kungali giza bado, wakaziacha hema zao na farasi zao na punda zao na kimo chao vile vile kama kilivyokuwa, wakakimbia wapate kujiponya nafsi zao. Basi wale wenye ukoma walipofika mwisho wa kituo, waliingia katika hema moja, wakala na kunywa, wakachukua fedha na dhahabu na mavazi, wakaenda wakavificha. Wakarudi wakaingia katika hema ya pili vile vile, wakachukua vitu wakaenda wakavificha. Haleluya, watu wa Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Sikiliza watu wa Bwana, Biblia inatueleza palikuwa pana wakoma na Washami wamezunguka nyumba ya Israeli, hawataki kuondoka. Njaa inawatafuna mle ndani. Mfalme akili imeisha, hajui afanyaje. Pakawa panahitaji mtu mwenye imani wa kufanya maamuzi magumu ili kukomboa wengine. Pakawa pana wenye ukoma, wametengwa, hawana chakula. Wakale wale jamaa, Roho Mtakatifu akawashushia wazo, kwa sababu siku zote Mungu anafanyaga kazi na watu dhaifu. Akawashushia wazo la kuondoka. Wakakaa pale kujiuliza, tunasikia ishara na msukumo huku ndani, tuondoke twende kwa Washami. Sasa tukikaa humu ndani tutakufa na njaa, tukiondoka pia Washami watatuua, tufanyaje? Wakawaza wazo lenye faida mara mbili. Wakafikiria wazo la kubaki halina faida mara mbili, lina faida moja tu ya kubaki salama, ila watakufa na njaa. Wazo la kuondoka lina faida mbili. Faida ya kwanza, yuamkini Washami wakawaonea huruma wasiwaue. Faida ya pili, kuna chakula. Hasara yake ni moja tu, kufa. Kwa wakaona, wakakaa kupima, tukibaki hakuna faida yoyote, tutakufa tu na njaa. Tukiondoka kuna ka option ka kusamehewa, kwa bora tu tuende huko, yuamkini tukasamehewa, tuondoe haya mawazo yetu mabaya ya kukalili kwamba Washami wanaua kila mtu anayemuona. Twende. Wakaondoka zao. Biblia inasema kwa sababu Mungu alikuwa anasubiri mtu afanye maamuzi magumu naye afuate, kwa sababu ameshachukua hatua. Hata kabla hawajafika mbele ya Washami, Mungu tayari akaanza kutengeneza njia. Hapa ndio utaelewa kwa nini yule mtu aliimba, najua Bwana unatengeneza njia, unatengeneza njia kwa ajili yangu karamashaka. Bwana akatengeneza njia, akafukuza wale Washami kwa kuwasikilizisha kishindo cha wakoma. Ghafla wakoma wanafika pale, hawakuti mtu, wanakuta chakula, wanakuta dhahabu, wanakuta fedha na vitu vya thamani vile vile walivyokuwa wanavihitaji. Mungu ameshawaandalia. Hiyo ndiyo kazi ya Mungu. Anapokupa muda wa kuondoka kwako, anakuandalia fedha, anakuandalia chakula, anakuandalia na dhahabu. Yaani miradi ya kusapoti fedha yako aliyokupa isiishe. Hiyo ndio maana yake ya kuwapa fedha na dhahabu. Kama fedha ikiisha, wauze dhahabu wapate nyingine. Sijui kama unanielewa. Mungu anakupa fedha na mradi wa kuendelea kuizalisha fedha yako. Wale jamaa wakala, wakaficha, wakaenda kuita wengine. Sikiliza. Mungu anapokuruhusu kufanya maamuzi magumu ya kuondoka, anakuwa anataka kukutumia pia kuwavusha na wengine walioko nyuma yako. Unapoendelea kung'ang'ania kubaki hapo ulipo, kushindwa kufanya maamuzi magumu ya kiimani, jua kwamba unawakwamisha na wengine ambao Mungu anataka wavuke kupitia wewe. Hem, tujiulize, unafahamu kampuni ya Coca-Cola? Unafahamu kampuni ya Coca-Cola? Unamjua mmiliki wa hiyo kampuni? Mimi simjui. Lakini hebu fikiria, kupitia kampuni ya Coca-Cola wameajiriwa watu wangapi? Maana si kampuni ya serikali, ni ya mtu binafsi. Wameajiriwa watu wangapi kwenye Coca-Cola? Ni watu wangapi? Wengi sana. Vuta picha, wakati ambao Mungu anamsemesha huyo mtu mwenye kampuni ya Coca-Cola aanzishe, ilikuwaje? Bila shaka ilikuwa ni huyo mtu alikuwa anapata wakati mgumu,
simfahamu na hajawahi na sijaisikia stori yake, lakini najaribu tu kufikiria kama asingetii sauti ya Mungu, ule msukumo aliompa akapuuzia, akaamua kubaki na hilo wazo la kuanzisha kampuni ya Coca-Cola. Leo hii watu wote wanaofanya kazi kwenye Coca-Cola wangefanya kazi wapi? Wangefanya kazi wapi? Wangekosa cha kufanya. Nisikilize mpendwa unayesikiliza hili somo. Mungu hajalileta kwako bahati mbaya. Kwa sababu ya kukaa kwako, kuna watu wengi hawana kazi mtaani kwa ajili yako. Mungu anasubiri uanzishe ili uje uwaajiri hao wengine. Amka sasa. Ondoa uoga ndani yako. Ondoa hofu ya maisha ndani yako. Ondoa hofu ya fedha ndani yako. Fanya maamuzi magumu ya kwenda kuanzisha hicho kitu. Sijui Mungu anataka uondoke ukafanye nini, mimi sijui, lakini ninachosikia ndani yangu, kuna watu wako hapa Mungu anataka wafanye maamuzi magumu, maana maamuzi yao magumu yatafanyika baraka ya kuwavusha na wengine. Karapakoriasaka. Nini kimekufanya umekaa hapo? Roho ya hofu. Karapakoriasaka. Kandarabushakaramasekhe. Kilichomfanya mfalme wa Israeli ajifungie ndani mpaka wakoma watoke nje ni roho ya hofu iliyokuwa imemshikilia. Uoga. Ndio maana hata watu wenye hekima nje na Biblia walisema uoga wako ndio umaskini wako. Huo sio mstari wa Biblia, lakini ni maneno tu ya watu ambao lakini yana ukweli ndani yake, kwamba uoga wako ndio umaskini wako. Hakuna kitu kimekwamisha watu kama uoga. Uoga wa kuthubutu. Unaogopa watanionaje? Kwani ndio waliokuzaa na kukuumba. Watanifikiriaje? Kumbuka, watakuchimbia jeneza utakapokufa. Watachangia na msiba wako. Watapitisha na rambirambi, lakini hawako tayari kukusaidia ukiwa na njaa. Kwa kama hawako tayari kukusaidia ukiwa na njaa, hata siku moja usifanye kosa la kusema watanionaje, watanifikiriaje. Fanya hard decision, maamuzi magumu. Nataka kuomba muda huu Roho Mtakatifu akushukie, ikiwa leo ni siku ya Pentekoste, akushukie mahala ulipo, akupe upako wa kukuondolea hofu, uweze kuitumia imani sawa sawa na Mungu anavyotaka kwenye nyakati za sasa. Maana nyakati za sasa Bwana asema patakuwa na mitikisiko mingi sana itaendelea kutokea. Mambo mengi sana yataendelea kutokea, ambao watu wenye imani ya maamuzi magumu ndio watakaofanikiwa. Watu wenye mamlaka kutumia imani kuamua hali mbalimbali za maisha ndio watakaofanikiwa. Waoga wote wataangamia. Nataka kuomba katika jina la Yesu. Mungu aachilie imani ndani yako. Aachilie imani ndani yako. Aachilie imani ndani yako. Aachilie imani ndani yako. Aachilie imani ndani yako, ili uweze kusimama sawa sawa na mpango wa Bwana. Karapakoriasaka. Rakashaka mandarabosha. Rakashaka rapapa. Rakashaka rakasa. Rika koria karapa. Raka sikiri kinda rabo. Koria ramakara. Riki koko ya makanda. Rapa kaboshi riki kanda karia. Mungu liye hai, katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo, Mungu liye hai. Katika jina la Yesu Kristo, Mungu liye hai. Kanda karia moko rabosha kanda rapasa. Rakande keria kamoko raboshi. Kanda karia kanda rabasha karabosa. Mungu liye hai, katika jina la Yesu. Ninaomba ushushe kipawa cha Roho Mtakatifu kwa ajili ya watoto wako wote wanaosikiliza ili somo haya majira, ili roho ya hofu ikaondoke, isiongoze maisha yao, bali Roho Mtakatifu tunayekumbuka leo siku ya Pentekoste, ile siku iliyolishukia kanisa, likasema kwa lugha mpya, likawa jipya na takatifu, likawa kanisa lenye uamsho,
likawa kanisa lenye kuleta uzima. Naomba uje na mahali hapa Bwana, utushukie sote hapa, utushukie sote hapa, utushukie sote hapa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kama unanisikiliza mahala popote, sema ya maneno, sema nakupokea wewe Roho Mtakatifu, nakupokea 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 Roho Mtakatifu. Asante Yesu, 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 asante Yesu. Endelea kusema asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu. Endelea kusema asante Yesu, endelea kusema asante Yesu. Maana ni Yesu kwa kifo chake ndio maana Roho wa Bwana alikuja, ni kwa ufufuko wake ndio maana Roho wa Bwana alikuja. Endelea kusema asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu. Sema haraka haraka asante Yesu, sema haraka haraka asante Yesu. Kadiri unavyosema moto unaingia ndani yako. Moto, 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 moto. Pokea moto, pokea moto. Moto ni Roho Mtakatifu. Pokea, 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 pokea. Asante Yesu. Pokea moto, pokea, pokea Roho Mtakatifu, pokea Roho Mtakatifu kila mahali ulipo. Pokea Roho Mtakatifu, pokea Roho Mtakatifu. Nguvu za Mungu zikushukia, nguvu zikushukia, moto kushukia, moto kushukia, uliogawanyikana kama ndimi za moto. Upepo mkali ukupitia. Rapa koriasaka, raka shaka rapa saka, raka ndaka riaka saka, koriaka saka. Wakusema kwa lugha mpya akaseme kwa lugha mpya kuanzia leo. Rapa koriaka ndakara, raka makariaka saka. Moto wa Roho Mtakatifu kushukie, magonjwa yakaondoke, uoga ukaondoke, uoga ukaondoke, ujasiri wa kiimani ukasimame pamoja na wewe, ukaweze kuamua hali mbalimbali kwenye maisha yako. Rapa kariaka saka, karaka shaka rapa saka, ukaweze kufanya maamuzi magumu kwenye maisha yako. Rapa koria ramasha, raka riaka ndeke rapo, koria kanda karabu shaka. Ukaweze kutumia mamlaka yako kiimani. Rapa kariasa, raka ndeke koriasa. Usifuatishe wengine, ukaishi sawa sawa na neno la Mungu. Raka ndaka riaka saka. Ndio maana nguvu iendelee kuongezeka ndani yako. Miminiko liongezeke ndani yako. Miminiko liongezeke ndani yako. Miminiko liongezeke ndani yako. Endelea kuita miminiko. Endelea kuita miminiko. Usinyamaze mtu wa Mungu. Endelea kuita miminiko. Endelea kuita miminiko. Maana miminiko linapita. Miminiko linapita. Miminiko la Roho Mtakatifu lililowashukia wanafunzi wa Bwana ile siku ya Pentekoste linapita hapa. Linapita hapa. Pokea hilo miminiko. Pokea hilo miminiko. Pokea hilo miminiko katika jina la Yesu. Likabadilishe maisha yako. Likafute majina mabaya. Likafute madhaifu ulio nayo. Likaondoe kila hali zozote ulizo nazo zinazokutenganisha na upendo wa Mungu Baba. Miminiko hili likakuponye leo. Hata magonjwa sugu yaliyokushika, ili miminiko likakuondolee. Rapa koriasaka, karapa shakama, kanda rapa papa, raka koriakara, rikaka rakasaka, karaka makayeke. Mapepo ya udhaifu ulio nayo, mapepo ya udhaifu ya kuachie kuanzia leo. Maana mahala anapokaa Roho Mtakatifu, rapo koria ni pasafi. Pepo toka, achia ndani yako, likuachie ndani yako. Ukawe imara sasa, ukawe mjasiri sasa. Maswali yote uliokuwa nayo Roho Mtakatifu akajibu kuanzia leo. Akawe dereva wa maisha yako. Rapa koria sakaraka, kanda rapo shakarabaseke. Sikiliza, kuna sala tutaenda kusali muda huu. Ni sala ambayo itamfanya Roho Mtakatifu awe msaidizi wako wa daima, na uwe na neema ya kumtambua. Usije ukamsahau hata siku moja. Maana moja ya kitu kinachotesa kanisa, tunaishi bila kumtumia Roho Mtakatifu. Hii sala itakusaidia usisahau hata siku moja kumtumia Roho Mtakatifu. Sema, Roho Mtakatifu, ninakushukuru kwa sababu ulikuja kwenye maisha yangu. Ninakuomba uwe msaidizi wangu daima. Ninakupokea na ninakukubali uwe unanisaidia katika kila kitu cha kiroho, katika kila kitu cha kimwili. Ninaomba uwe unanisaidia kila jambo linalohusu maisha yangu. Ninaomba uwe msaidizi wangu. Ninapatana na wewe Roho Mtakatifu
mimi Petro Mazwile, taja jina lako. Mimi Petro Mazwile ninapatana na wewe Roho Mtakatifu kwa akili zangu timamu, pasipo kulazimishwa na mtu. Roho wa Mungu uwe msaidizi wangu milele na milele. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Mungu Roho Mtakatifu, tunakushukuru kwa ajili ya upendo wako. Asante kwa ajili ya siku hii ya leo ambayo umetuhudumia. Tunakushukuru maana nguvu zako zimetufunika mahali hapa. Asante kwa ajili ya uaminifu wako na upendo wako. Tunakupokea na tunatamani utuongoze siku zote za maisha yetu. Hata mafundisho haya tunayoyapata yakaendelee kuzaa matunda katika maisha yetu. Tunaomba Mungu, neema yako yakaendelee kuongoza maisha yetu sawa sawa na mapenzi yako. Tunaomba Bwana, damu yako Yesu Kristo endelee kutupatia ulinzi. Tunajiweka mbali na kila aina ya roho zinazotufuata na kutunyemelea kwa jina lako Yesu Kristo. Tunajitenga kwenye kila aina ya ubaya. Tunaomba Mungu endelee kututunza, tuendelee kuwa salama mikononi mwako sawa sawa na mapenzi yako. Amina.